Praise God wenzangu wa YouTube. Mungu wetu ni mwaminifu na ametuwezesha kuona siku ya leo. Tunalishukuru jina lake ni kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Ni asanti wenzangu kwa wale ambao wanazidi na kuview video zangu. Asubuhi ya leo sina mambo mengi, ni kuambia neno moja in Psalms 121 verse 1 na tena verse 8. Na kwamba verse 1 inasema I lift up my eyes unto the Lord. Yani Daudi alifika mahali akasema ya kwamba nainua macho yangu milimani. Where does my help comes from? My help comes from the Lord who created heaven and earth. Daudi aliinua macho yake katika milimani ili akijaribu kutafuta msaada, lakini kuna siri moja alikuwa anajua ya kwamba msaada wake hutoka kwa Bwana. Msaada wako leo, asubuhi ya leo, mtazamaji wangu, hauko kwa mwanadamu, hauko kwa watu, hauko kwa marafiki, hauko kwa wazazi. Msaada wako, acha kukimbilia watu wa ulimwengu, tafuta msaada wako kwa Mungu. Asubuhi ya leo ningetaka nikutie moyo kuambia kwamba lile jambo linalo kusumbua asubuhi ya leo haliko kwa mwanadamu, liko kwa Mungu. Jawabu lako liko na Mungu. We mkabidhi tu shida yako, mwambie kile unachohitaji asubuhi ya leo, naye Mungu ni mwaminifu atakupatia. So wenzangu ambayo we uko pale unapitia shida, unalia, unauliza nani atakusaidia, ningetaka nikwambia asubuhi ya leo ya kwamba Mungu yupo. Mungu yupo, msaada wako uko kwa Mungu na anakuwazia mambo mema. Mawazo ya mwanadamu, maandiko imesema ya kwamba mawazo ya Mungu sio ya kama ya mwanadamu. Ya mwanadamu ni tofauti sana na ya Mungu. So asubuhi ya leo unapofanya shughuli zako, jua ya kwamba msaada wako ni kwa Mungu. Wewe unapotazama hii video, jua ya kwamba msaada wako uko kwa Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Wanadamu ukiwategemea utaanguka. Wanadamu ukiwategemea hautafaulu, kwa sababu wanadamu kila wakati ni wa kuangusha na kufifi yani mwanadamu kazi yake ni kumaliza, ni kuharibu. So ningetaka ujue ya kwamba msaada wako hauko kwa mwanadamu. Usimtegemee mwanadamu, kwa sababu maandiko imesema aje, kulaaniwa ni yule amtegemeaye mwanadamu. Kwa hivyo ukitegemea mwanadamu ati ya kwamba akusaidie, wewe umelaaniwa. So ningetaka ujue ya kwamba msaada wako uko kwa Mungu. Msaada wa hiyo shida ulio nayo uko kwa Mungu. Yeye ndiye suluhisho na ndiye anakuwezesha asubuhi ya leo. Ningetaka kukuencourage ya kwamba usimtegemee mwanadamu, usimtegemee mtu yeyote. Usiput your trust in anyone. Put your trust in God na Mungu atakubariki. So that is Psalms 121 verse 1. Then verse 8 inasema ya kwamba Mungu atakulinda na atakuongoza. Verse 8. Kutoka saa hii hadi milele. Wewe ukimtegemea Bwana, ukimtegemea Mungu, ukimtegemea Jehova, atakuongoza katika jina la Yesu. Kwa sababu yasiyowezekana na mwanadamu, Mungu anaweza. Yale ambayo ni kizungumkuti kwako, Mungu anaiweza. Kwa hivyo wewe mtazamaji wa hii video ambaye umekufa moyo, jua ya kwamba suluhisho lako liko kwa Mungu. Suluhisho la hiyo shida uko nayo liko kwa Mungu. Na Mungu ndiye atakuwezesha, atakuongoza. Ukimtegemea atakuonyesha njia, atakuonyesha way out, kwa sababu hakuna jambo linalomshinda Mungu. So wenzangu, ningetaka kusema ya kwamba tumtegemee Bwana, yani we trust upon God katika kila jambo, katika kila hali, katika jina la Yesu Kristo. So mbarikiwe sana, Mungu akawazidishie neema katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa Israeli. Mbarikiwe sana. God bless you.